Unyenyekevu. Unyenyekevu ni nini? Siku ya leo tunakwenda kuangalia nini maana ya unyenyekevu na nini maana na nguvu ya unyenyekevu katika wito ulio nao. Kama ni siku ya kwanza unaendelea kutufuatilia katika chaneli hii ya MG Video Production, unaweza ukasubscribe ukabonyeza alama ya kengele na utakuwa wa kwanza kuzipata video hizo popote utakapokuwa unaingia katika mitandao ya kijamii. Basi takupeleka moja kwa moja katika mafundisho ya siku hii ya leo yanayokwenda kwa jina la somo linaloitwa unyenyekevu. Tutakwenda kaangalia katika unyenyekevu kwa mwendelezo wa somo tulilo nalo juu ya wito. Tutagusia unyenyekevu katika wito tulio nao, unyenyekevu katika maeneo tulioaminiwa na Mungu, unyenyekevu katika kila sekta ambayo Mungu amekiacha kitu hicho katika maisha yako. Basi nitamshukuru Mungu kwa ajili ya neno na tutakwenda kuendelea. Asante mtakatifu, mwaminifu Mungu mwenye nguvu nyingi. Nalibariki jina lako kwa kuwa umekusudia kusema nasi kwa ukamilifu wako. Nikiita neema yako ukatufunulie zaidi katika damu na jina lako Yesu nikiomba na kushukuru. Amen. Basi nitasoma kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 na mstari wa kwanza hadi mstari wa 3 hadi mstari wa 2. Kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, muenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Nitarudia tena. Kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, muenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole. Kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo. Vipo vitu vikuu vilivyoongelewa kwa yule mtu mwenye wito na yule mtu mwenye eneo husika ambalo Mungu amemwamini. Lakini siku ya leo tunakwenda kuzungumza katika eneo kubwa ambalo linaitwa unyenyekevu, ambalo linaitwa kwa jina la unyenyekevu. Unyenyekevu katika wito ulionao, unyenyekevu katika eneo ambalo Mungu amekuamini, eneo ambalo Mungu ameweka kitu hicho na amekuamini kukujazia kitu hicho kwa ukamilifu wake, kwa ajili ukitumie kwa manufaa ya jina lake Yesu Kristo. Unaposema nini maana unyenyekevu, unasema utapoelewa nini maana unyenyekevu katika kalama ulionayo, ndipo utakapokuwa na nguvu ya kuanza kuzaa matunda zaidi na zaidi. Kama tulivyokuwa tunasema katika siku ya jana katika mwendelezo wa kuzaa matunda katika kitu ulichoaminiwa, lakini utakapokuwa na unyenyekevu, moja kwa moja unyenyekevu huo utakutrain kuwa unyenyekevu. Nataka nikwambie siku ya leo, unyenyekevu sio unyonge, unyenyekevu sio udhaifu. Unyenyekevu ni ushindi katika yote, unyenyekevu ni ukuu katika yote. Mtu yoyote anayenyenyekea sio mwenzako katika jina la Yesu. Mtu yoyote ambaye ana unyenyekevu kupita namna yoyote, hakika hakuna namna ya kumshinda mtu huyo katika hatima kubwa alionayo, katika wito mkubwa alionao, katika eneo kubwa aliloitiwa, katika namna yote alivyoaminiwa na Mungu. Unyenyekevu unazidi kumstahilisha, unyenyekevu unazidi kumuinua. Sijasemea katika uvumilivu, sijasemea katika upendo, nimesemea siku ya leo katika unyenyekevu. Bwana tusaidie sana. Unaposoma unyenyekevu na kuuelewa, napokuambia unyenyekevu sio udhaifu, sio unyonge. Wengi tumefikiri kwamba unyenyekevu ni kujikunyata kama vile umeloa, yani mimi siwezi kuongea mimi siwezi kuongea, siwezi kufanya kitu kama hiki. Moja kwa moja unaona kabisa ni vitu ambavyo watu tumekalilisha kwamba siwezi kuwa wa hivyo, mimi siwezi kuwa wa kufanya vitu hivi. Ukiangalia moja kwa moja unaweza ukavifanya hivyo vitu na ukawa ni mtu ambaye bado haujawa mnyenyekevu. Kwa mtu ambaye yeye ni mpole wa hivi tu, wa kujikunyata, wa kujiona yeye amelo, yani kwa kujiona hawezi akafanya chochote, lakini bado sio mnyenyekevu. Kwa mtu yeye ambaye hawezi akaongea mbele ya watu wengi, au ndio unyenyekevu? Sio unyenyekevu. Kuna mtu yani anakosa ile nguvu ya kimaamuzi, anakosa ile nguvu ya kiutawala, anakosa ile nguvu ya kufanya suggestion, afu anajisifu kwamba huo ni unyenyekevu. Nataka nikwambie siku ya leo, unyenyekevu sio huo. Unyenyekevu sio huo. Unyenyekevu ni kujikinai, unyenyekevu ni kujishusha, unyenyekevu ni kujiona haufai, lakini sio kwa namna ya kujishusha, sio kwa namna ya kukuta inferior.
Kuna aina nyingi za unyenyekevu ambazo tumepaswa kuelewa kama watumishi wa Mungu na kama kanisa na kama vijana na watumishi wa Mungu wenye wito na kama mtu yote ambaye una wito. Ukipaswa kuelewa, ukielewa nini maana unyenyekevu, utakuwa na matunda katika wito wako. Siku leo naenda kugusia maeneo machache ambayo mtu akiwa mnyenyekevu anakwenda kubarikiwa. Eneo la kwanza kabisa katika kanisa lake, eneo la kujituma katika kazi za kanisa. Eneo la kujituma katika kazi za kanisa na majukumu yote ya kanisa. Unapoona kanisa lako linaendelea na kitu fulani, let's say usafi, let's say kitu chochote katika unapofikiri juu ya unyenyekevu, fikiri kwa undani zaidi. Unapofikiri juu ya unyenyekevu ulioitiwa katika wito wako, hakikisha unakuwa na commitment. Hakuna kazi ya kanisani ambayo ni ya usafi na wataka tu watu fulani wafanye. Sikiliza, hata ukiwa ni mchungaji, hakikisha kazi yoyote ambayo unawapa watu wewe ushawahi kuifanya au una uwezo wa kuifanya. Kuna wachungaji wengi ambao wanawapa kazi watu wafanye kazi hizo ambao hata wenyewe hawajawahi kuzifanya wala hawana uwezo wa kuifanya. Kuna viongozi wengi wanawasaini watu majukumu ambayo wenyewe tu yanawashinda. Lakini moja kwa moja ukiwa ni mtu ambaye una eneo lako umeitiwa let's say kwenye huduma labda kubwa, huduma kubwa labda say walimu nini, unaona kasa mimi kwenda kudeki kanisani hata kama nipo kwenye zamu, watadeki wakina fulani. Mimi kwenda kumwagilia maua, mimi kwenda kufanya usafi kanisani. Moja kwa moja unajifungia baraka zako katika wito, unajifungia kuzaa matunda katika kitu hicho ulichoaminiwa na Mungu. Ukielewa kitu hicho kitakusaidia sana. Wewe kama wewe umepaswa kuwa na unyenyekevu binafsi katika eneo la utendakazi ndani ya nyumba ya Bwana. Eneo la utendakazi ndani ya nyumba ya Bwana. Ukipata unyenyekevu katika eneo hilo, itakubeba wewe na kukupa nguvu zaidi. Ukipata unyenyekevu katika eneo hilo, itakubeba wewe na kukustahilisha zaidi. Hautoishi kama jana, utaishi kwa ukamilifu aliyokuandalia Mungu siku hii ya leo. Jitahidi ubadilike na usiridhike na hali ulionayo ukaona kwamba ni maisha ambayo umeyazoea kwamba mimi ni wa hivi hivi. Hakuna mtu ambaye ni wa hivyo hivyo. Wewe ukijidesign kuwa mtu fulani, hakika unakwenda kufanya mambo makubwa. Ukijidesign kuwa ni mtu fulani mwenye unyenyekevu ambaye unatii, unanyenyekea, hautokuwa wa kawaida tena hata siku moja. Hautakuwa unafanya vitu vidogo vidogo, utakuwa unainuliwa. Sikiliza, kuna mtu ambaye ameinuliwa kutoka level za chini kwa sababu ya unyenyekevu tu, amekwezwa hadi katika level za juu kiuongozi, level za juu kiutumishi, level za juu katika wito, level za juu katika kipawa alichonacho. Ukielewa kitu hicho kitakusaidia. Ukijikita kunyenyekea katika kazi zote za kanisa, ukijikita kunyenyekea katika majukumu yote ya kanisa, hakikisha Mungu unamuomba akupe mafanikio kwa sababu umeshanyenyekea. Kunyenyekea sio unyonge wala kunyenyekea sio udhaifu. Na kuambia unyenyekevu ni nguvu. Unyenyekevu ni nguvu ya mafanikio. Unyenyekevu ni nguvu ya matunda. Unyenyekevu ni nguvu katika kila jambo ambalo unalifanya katika utumishi na katika wito ulionao. Sikiliza. Lakini sehemu ya pili na sehemu ambayo ni nyeti sana ambayo nakwenda kuizungumzia leo kwa upekee pia ni sehemu, na itakuwa ni sehemu ya mwisho pia kwa siku hii ya leo, ni sehemu ya ufundishaji, yani ualimu, sehemu ya ualimu katika eneo lililoitiwa. Sehemu ya ualimu, naweza nikaweka hiyo pointi vizuri, katika unyenyekevu katika kufundisha, unyenyekevu katika kudesign watu ambao wataikaa katika nafasi hiyo, unyenyekevu katika kuwafunza role model wako, unyenyekevu katika kuzaa matunda kwa hawa watu uliowaamini, unyenyekevu katika kuwatengeneza generation ambao watasema nipo hivi kwa sababu ya mtu fulani. Sikiliza, watu wengi tumekosa kuwa na generation zetu kwa sababu tumekosa unyenyekevu. Utakapomfundisha mtu kwa siku ya kwanza, yani utaona kabisa kwamba kwa namna hii siwezi kuendelea kumfundisha, kwa namna hii siwezi kuendelea. Automatic unakosa ile nguvu, Ukikosa hiyo nguvu, automatic hautakuwa na mamlaka pia muda mwingine
Hautakuwa na mamlaka pia muda mwingine ya kuaminiwa kwa kufundisha. Hautakuwa na mamlaka pia muda mwingine ya kuzaa matunda katika hayo mafundisho yako ulionayo, katika hao watu unaowafundisha. Ukijidesign kuwa mtu wa unyenyekevu, ukijidesign kuwa mtu mnyenyekevu. Unyenyekevu ni nguvu katika maisha ya mtu yeyote aliyemwamini Mungu, aliyejikita katika kumtafuta Mungu kwa level za juu katika wito alionao. Siku ya leo tutahitimisha hapo, lakini siku ya kesho tutaendelea katika pointi ya uvumilivu na upendo. Tutaziunganisha zote pointi hizo kwa session moja, pointi ya uvumilivu na upendo. Mungu akubariki sana uliyefuatilia channel hii mpaka sasa na kwenda kuhitimisha. Nikutakia wasaa mwema na Mungu akubariki. Nikutakia badiliko jema unapokwenda kuungana nasi katika siku ya kesho. Nikutakie mafanikio mema na ratiba yako iweke vizuri. Tutakapokuwa tumeupload video, uje uiangalie kwa ajili ya uendelezo mzuri kwa semina ya wito wa kimungu. Mungu akubariki sana. Naomba nishukuru kwa ajili ya maneno ya Mungu, kisha tutakwenda kuhitimisha siku ya leo. Asante mwaminifu Mungu mwenye nguvu nyingi. Nalibariki jina lako kwa kuwa wewe ni mwema na umekuwa thamani sana katika siku ya leo. Asante kwa ajili ya unyenyekevu uliotufunza sisi kama wana wako. Asante kwa ajili ya unyenyekevu uliotudesign sisi tuuishi katika jina lako Yesu Kristo. Mpe kijana wako, mpe mtumishi wako aliyesikia video hii kuishi maisha unyenyekevu siku zote za maisha yake. Asije akachoka kwa sababu ameishiwa unyenyekevu. Asije akachoka kwa sababu ya wanafunzi anaowaongoza katika kweli yako kwa ajili ya kuzaa matunda katika wao wanamkatisha tamaa na anakosa unyenyekevu. Baba, naita nguvu yako katikati yetu, ukatupe ukamilifu katika neema yako, katika jina lako Yesu nikiomba na kushukuru, amen.